Walikuwa wanapinga tawala za kidhalimu kama hizi. Ni tawala kabisa zilikuwa za kiserikali. Mitume wengi tu wa Mungu wamesulubiwa kwa kupinga tawala dhalimu, na ndio kazi ya hasa ya dini. Alichokifanya Askofu Gwajima ndio kazi hasa ya kujenga waumini kwenda mbinguni kwa kuwafundisha kutenda haki na kutenda wema, kutokuteka watu, kutokuua watu, kutokudhulumu uhai wa watu. Na sisi tunaunga mkono alichokifanya Askofu Gwajima, na tunawasihi viongozi wengine wote wa dini watoke wakemee mambo haya ambayo sio mambo ya mazuri katika nchi yetu. Na sisi hatutanyamaza. Hatutanyamazia utekaji, hatutanyamazia uovu wowote katika nchi hii. Na kumbukeni, si kwa nini nyie waandishi tusaidieni kufanya analysis. Huyu Askofu Gwajima miezi kama 5-6 iliyopita alikuwa anazunguka nchi nzima. Anafanya mikutano ina watu 5,000, 6,000, 10,000. Anaimba mama oye. Watu wanapunga mkono, wanaounga mkono mama. Hapo alikuwa afanyi siasa. Hapo dini ilikuwa haiingilii siasa. Kama alivyosema baba askofu Bagonza. Kama anaupiga mwingi, hapo hakuna siasa. Wakisema anaupiga mchache, hapo dini imeingia kwenye siasa. Askofu Gwajima alivyokuwa anasema mama hoye nchi nzima, hiyo ilikuwa vizuri kabisa. Leo Askofu Gwajima anasema mnateka watu, mnapoteza watu Ndongwa. Hatuwezi kubali. Hii nchi sio ya kikundi cha watu wanaoleta uhuni. Ndio maana tutawapinga. Na mwisho ninawasihi wanachadema na Watanzania kwa ujumla kuwa Chadema ni chama pekee kinachoweza kuaminika katika kuwasemea mambo ya Watanzania. Tunachokipigania kina faida sana katika taifa hili. Ukweli unabaki kuwa ukweli.